Yes, mimi naitwa Sakido kutoka 10 Empire TV. Leo nipo na mmoja ya washindi wa tuzo za Central Campus Awards katika kipengele cha Best Graphic Designer ambaye alishinda tuzo ambazo zilifanyika hoteli. Ataenda kutueleza safari yake ilianzaje mpaka akafikia kwenye hatua hiyo kubwa. My bro, karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Innocent Justin Saleh, wengi wanapenda kuniita James Brand. Asante sana. Safari yako ya graphic design ilianzaje? Ulianzia wapi? Je, ulianzia ukiwa bado shuleni O level au umeanza ukiwa hapa chuo? Nakumbuka historia yangu ya graphic design ilianza hasa baada ya kumaliza kidato cha 4 pale. Baada ya kumaliza kidato cha 4, tulikuwa nasubiri matokeo pale nilipoeleza mbio za kufukuzia talanta yangu ya graphic design. Yes. Kitu ambacho kimekutofautisha wewe na washindani wako wengine kwenye hicho kipengele cha Best Male of Graphic Design of the Year mpaka ukashinda, ni kitu gani ambacho kimekutofautisha wewe na washindani wako wengine? Awala yote niseme kujisifia au kujisifia sana. Kiufupi ni uwezo wa Mwenyezi Mungu cha kwanza, nimshukuru Mwenyezi Mungu pia. Na kazi zangu pia hizi zinaonekana ni nzuri na zinavutia watu wengi sana. Yes. Changamoto gani kubwa ambayo umeshawahi kukutana kwenye graphic design ukasema hii ni big challenge, na ulichukuliaje kama fursa kwako? Kiukweli changamoto waga ni nyingi na hazipepeki. Kwa hiyo cha msingi ni kuvumilia. Changamoto ambayo naikumbuka na ni mara nyingi sana zinatokea ni pale ambapo unaona mtu anakuambia anakurudia, yaani kwamba unamtumia sample za kazi zako afadhali anakuambia anakurudia. Waga sometimes waga inakata sana. Au kingine unafanya kazi, unamtumia mtu kazi ila malipo hajafanya, hawezi kukulipa. Kwa hiyo unamcheki, mwisho wa siku anakaa kimya. Kwa hiyo ni moja kati ya changamoto katika kazi zetu hizi hapa na tunazivuka kama hivyo. Hapo umezungumza kwamba unaweza ukatengeneza kazi nzuri lakini mteja asikurudie au asikujibu kabisa. Nimepita kwenye peji yako ya Instagram, nimeona kuna kazi mbalimbali umetengeneza za watu maarufu, kwa mfano 04 creator, yani content creator, lakini pia Joel Master content creator umetengeneza, Moko Genius, Vanilla, Lal Mado ambaye ni mwandishi wa CNN, umetengeneza kazi mbalimbali na watu wengine kadha wa kadha. Je, walishawahi kukudm labda au kukusupport kwenye kile ambacho umekifanya? Maana ni kazi nzuri ambazo zinahitaji malipo au kukupa support kivyovyote vile, hata wakingelipost ingekuwa appreciation kwako, lakini pia ingekupa credit kwako kwenye kazi yako ya graphic design. Of course, unapotengeneza kazi nzuri za watu maarufu usitegemee kila kitu kitakuwa unavyotaka wewe, ila alhamdulillah nashukuru baadhi ya watu kama 04 creator ambao tumefanya naye kazi za 04 Kariakoo ndogo. Yes, ule mtu ambaye ni mdau ambaye tumefanya naye kazi, tunafanya collaboration katika kazi zetu, so ameonyesha support, pia ameniletea wateja ambaye tumefanya nao kazi, so shout kwake 04 creator, tumefanya naye kazi vizuri. Pia kama Joel Master amerepost kazi zangu, Moko Genius. Asilimia kama 80 ya watu ambao nawatengeneza wao wanakubaliki kazi zangu. Hii ni ishara moja kwamba kazi zangu ni nzuri, so na appreciate sana kwa brothers ambao nawatengeneza kazi zangu na wakarepost. Nafurahi sana kwa sababu inatia moyo na inakufanya uweze wewe kupambana zaidi na zaidi. Ni tuzo yako ya pili unashinda. Je, inaakisi kitu gani kwenye safari yako ya graphic design? Ni mwanzo mzuri kwa sababu wanasema ili ufike sehemu fulani unahitaji step by step, kwamba uweze kufika mbali kama hujaanza chini. Si ndio? Hii ni tuzo ya pili. Kama nilivyoanza ya kwanza, nitakuwa ya pili, nitakuwa ya tatu, na itakuwa na muendelezo wa kutokana na kitu chochote kitakachokuwa mbele yangu ni kushiriki. Yes. Tukisimamia hapo kwenye changamoto, kuna ujio wa AI, artificial intelligence, akili mnembe, ambayo watu wengi wamekuwa wakiitumia. Ukicommand AI inaweza ikakutengenezea poster, japo haiwi bora vile ambavyo binadamu mwenyewe akitengeneza. Je, changamoto kama hiyo kwako unaichukuliaje? Swali zuri sana. Katika swala hapo nitegemea sana uniulize hilo hapo la AI, usicho sana na swala la graphic design. Kama niwaambie watu kwamba graphic design haiwezi kulipresiwa na AI. Siku zote akili mnemba yabaki kwa akili mnemba. So kitu cha kufanya ni kuambia watu ni namna gani ya kuitumia AI uweze kusupport wewe kama graphic designer
kutengeneza kazi nzuri zaidi. Kwa mfano, una picture ya mtu ambayo iko na low quality, tunatumia AI ku enhance quality ndio ya picha. Unaona, unataka kitu fulani ambacho yani support. Of course, kama umeifuatilia vizuri hizi poster za AI, kuna uniqueness ambayo iko watu wengi wakitumia inaonekana hivyo hivyo, inagundulika moja kwa moja, inajulikana kama hii imetengenezwa kwenye AI. So kwenye big companies ambazo ziko determined, unajua haziwezi kutumia AI moja kwa moja. Ndio, lazima zitumie watu. Wanatafuta mtu ambaye amesomea graphic design au ana talanta ya graphic design. Hawezi kutumia AI. So yule mtu ambaye amesomea graphic design ndo anataka kutumia AI kusupport kufanya kazi zake. Unamshauri nini kijana ambaye anataka kuingia kwenye professional yako ya graphic design? Unaweza kumshauri kitu gani hasa? Cha kumshauri sana mtu ambaye anataka kuanza kwenye graphic design ni kujifunza kidogo kidogo. Graphic design huwezi kujifunza kwa siku moja. Ni process ya muda fulani. Unaona, ni stage fulani unapitia. Kwa hiyo lazima ujifunze kitu kidogo. Unakuwa unatembelea social medias kama YouTube, kuangalia tutorials za watu mbalimbali. Yes. Kwa hiyo yani usitegemee kwamba from nowhere ukutane na mtu akuelekeze kitu fulani utakuwa graphic design. Hapana. Graphic design ni process. Mtu anakuwa nao process, anaanza kidogo kidogo, anaenda step moja hadi step nyingine hadi anafikia malengo yake. Wewe unasomea udaktari. Baada ya kuhitimu chuo, je, utachagua kimojawapo au utafanya vyote kwa wakati mmoja? Kutokana na ulimwengu wa sasa hivi jinsi ulivyo, ndio naambiwa kwamba uwe na second option. Yes. Kama itatokea utajiriwa, basi hizo ni kudra za Mwenyezi Mungu. Kabisa. Kama itatokea utafanya kazi kutokana na talanta yako, basi itakuwa ni vizuri zaidi. Yes. Kwa hiyo hata serikali pia nasi inahamasisha sana mtu kuwa na second hand, kwamba awe na talanta nyingine inaweza kumsaidia. Yes, kama kuna vijana ambao wanasoma chuo ila wanaimba. Kwa hiyo wakiwa chuoni huko watumie platform ya chuo, kama mtu anaimba kujitangaza, hata akimaliza anaweza kufanya jambo ambalo watu wakaliona wakamsupport, anaweza kwenda mbele kuliko kutumia ile kazi ambayo pia anaisomea. Watu wakitaka kukupata kwenye mitandao ya kijamii au wakihitaji kufanya kazi na wewe wanakupataje? Mimi hapa napatikana kwenye namba zangu za kawaida, normal text, pia na WhatsApp, pia kwenye social media napatikana Instagram, Facebook, TikTok. Kwa jina gani? Kwa jina la JS Brand Graphics wanipata. Pia natoa mafunzo yangu ya graphic design huko mjini YouTube. Yes. Jina ni hilo JS_Brand Graphics. Kule unaweza kupata mafunzo mbalimbali ya graphic design na kujua mengi zaidi. Yes. Ila nilitamani leo ungekuepo na tuzo hapa ili mambo yao kwa ukubwa zaidi watu waone kabisa kweli JS kashinda hii tuzo ya graphic design kwenye tuzo za Central Campus Award. Ingekuwa bora sana my bro. Sahihi sana. Sema next time sio mbaya. Sio mbaya, tutakuja nao tena. Inshallah. Ni tunayo tuzo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufanikiwa kuchukua tuzo hii Central Campus Award. Nimeibuka kama mshindi wa Best Male Graphic Designer of the Year. Yes, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hili. Shukrani sana kwa muda wako my bro. Thanks for your time. Asante sana ndugu yangu. Shukrani sana. One more time nilikuwa na JC Brand, anapatikana hivyo kwenye mitandao ya kijamii YouTube JC_graphic, lakini pia ukiingia Instagram anapatikana kama JC Brand, msupport, anafanya kazi nzuri sana. Mimi naitwa Sakido na hii ni 10 Empire TV. Ciao.